Kwa majina naitwa Shabani Abdalla Katarambura, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Uyui. Nichukue nafasi hii kwanza kumpongeza mheshimiwa mgeni rasmi ambaye ni katibu tawala wetu wa mkoa kwa hotuba yake nzuri katika ufunguzi wa kikao hiki cha wadau wa zao la korosho na stakabadhi ghalani. La kwanza nipongeze serikali kwa hatua ambazo inaendelea kuchukua katika zoezi zima la stakabadhi ghalani. Ni mfumo ambao umekuja kuwasaidia sana wakulima. Ombi langu kama serikali na sisi kama halmashauri tutaendelea kutoa elimu kwa wakulima wetu. Najua unapoleta mfumo mpya kuna watu ambao walikuwa wananufaika na ule mfumo wa zamani. Kwa lazima tutakuwa na upinzani mkubwa, kwa sababu kuna watu walikuwa wananufaika kuwanyonya wakulima wetu, na hasa wale watu wakati. Kwa sababu mkulima anapolima wako wanunuzi wakubwa, lakini wako madalali wa mazao hapa katikati. Ambao wanakuja kununua mazao kwa bei ya chini kwa mkulima na baadaye wanakwenda kuyauza kwa bei kubwa kwa watu wengine. Hawa watu kwa mfumo huu ambao serikali imeuleta hawataweza kukubali. Na ushuhuda ni ule ambao tumeambiwa kwamba Igunga watu walikuwa wanazalisha kule Chooko wanauza kwa shilingi 600 mpaka 800, lakini baada ya kuja mfumo wa stakabadhi ghalani leo hii wanapata shilingi 1800 mpaka 1890. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna fedha nyingi zilikuwa zinapotea hapa kwa watu wakati. Sasa mfumo huu unakuja kuondoa madalali na watu wengine wanaonufaika na jasho la mkulima pasipo kulitumia. Kwa hiyo nipongeze serikali kwa mpango huu na nitoe wito kwa wakulima tuendelee kuunga mkono. Nia ya serikali ni njema kwa ajili ya maslahi mapana ya wakulima wetu. Lakini pia tumezungumzia swala la zao la korosho. Kwa mkoa wa Tabora ni mkoa mkubwa ambao tumekuwa kwa miaka mingi tunalima zao la tumbaku. Lakini zao la tumbaku pamoja na mambo makubwa ambayo tumeendelea kuyapata, tunashukuru na faida kubwa ambazo wakulima wetu wanapata. Lakini kwa namna ambavyo tunaona kama wakulima wetu hao inawezekana wakaingia pia kwenye mfumo wa zao la korosho, inaweza ikasaidia kuziba gap la mapato ya wakulima wetu, na hasa kwa kuzingatia misimu ya masoko ya tumbaku na misimu ya masoko ya korosho inapishana. Tumbaku tunauza mwezi wa 6, wa 7, wa 8, watu wanapata fedha, lakini korosho inaanza kuuzwa mwezi wa 11, wa pili, ambacho wakulima wanakuta ni kipindi ambacho ni kigumu sana cha fedha. Ndio kipindi cha kupeleka watoto shule, ndio kipindi cha kufanya shughuli zingine. Kwa wakulima ambao walishaanza kulima korosho kwa mkoa wa Tabora watakuwa mashuhuda. Mwezi huu watu wameenda kuuza korosho, wengine wameuzia manyoni, japo leo hii tumeweka mpango na azimio la kuhakikisha kwamba sasa mkoa wa Tabora tunakwenda kufanya soko letu wenyewe tarehe 19 mwezi wa 3. Na nitoe wito kwa wakulima wote ambao wanazalisha korosho mkoa wa Tabora, walete korosho hizo kwenye soko la mkoa wa Tabora, ili na sisi mkoa wa Tabora tuingie kwenye listi ya kuuza korosho nchini. Na kwa namna ambavyo nawafahamu wakulima wa mkoa wa Tabora ni wachapakazi, kama tumeweza kufanya kazi ngumu kwenye tumbaku, kwenye korosho kuna kazi rahisi sana. Kama wananchi wetu watajitoa, lakini pia ni zao ambalo limekuja kuwa rafiki wa mazingira, kwa sababu korosho ni mti. Maana mwisho wa siku ule mti tutakuwa tunapata mazao, lakini pia tunatengeneza mazingira yetu kurudisha ule uoto ambao umepotea kwa kukatwa kwa ajili ya kwenda kuchoma tumbaku. Kwa hiyo kwa yale maeneo ambayo yalikuwa yamechoka kulima tumbaku, twende tukapande korosho, ambao mwisho wa siku tutatengeneza mapato ya wakulima wetu kutokana na korosho, lakini pia tutatengeneza mapato huku kwenye tumbaku. Hatusemi waache kulima tumbaku. Tumbaku waendelee kulima kwa utaratibu ule, lakini kuna mashamba mengine ambayo wanaweza wakalima korosho, hata kama hawana maeneo, basi hata kwenye mipaka yao ya mashamba jirani na jirani wakapande korosho, ili tuweze kuvuna korosho na mwisho wa siku tuongeze vipato kwa wananchi wetu. Asante. Halmashauri ya wilaya ya Uyui tumetenga eneo kule Karangasi ambalo tayari chama kikuu cha Wetco wamechukua heka 2000 kwa ajili ya kutengeneza kilimo cha korosho, lakini pia wako wananchi mmoja ambao wamenunua mashamba yao kule, na wako wengine tayari wamekwisha anza kupanda korosho ambazo zinawasaidia na ndio kuuza mkoa wa jirani wa Singida na Manyoni kule korosho. Kwa hiyo na mimi nitoe wito kama mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Uyui, wakulima wetu wale ambao wana maeneo yao kule Karangasi, twende tukapande korosho. Tumeona faida ambayo inayopatikana. Lakini pia nimshukuru mrajisi kwa kusajili chama cha ushirika cha wakulima wa korosho, kitatusaidia sana katika kuimarisha zao letu la korosho. Lakini pia bodi ya korosho Tanzania ni washukuru kwa kuleta afisa ambaye amekuwa anazunguka kuwasajili wakulima wetu wote ambao tayari wamekwishalima korosho katika mkoa wetu wa Tabora. Kwa kushirikiana hivyo na bodi ya korosho Tanzania, na sisi kama halmashauri ya wilaya Uyui tunatoa ushirikiano wa kutosha kuhakikisha sasa korosho mkoa wa Tabora inaenda kulimwa na inakwenda kuwanufaisha wakulima wetu wa mkoa wa Tabora.